Amani ndugu wananchi, mashabiki wa Yanga, tumekuja kuangalia mpira wa Yanga na Simba. Bahati mbaya kama mnavyojua watu wengi umeahirishwa mpira. Sasa wakati tupo kwenye magari tunajiandaa kuondoka, kuna shabiki mmoja wa Yanga ametokea Mbeya Tunduma. Ikatokea shoti ya umeme hapa kwenye jeshini hapa, alikuwa kaegemea nguzo. Basi mwana Yanga mwenzetu mmoja amefariki. Kwa hiyo kuahirishwa kwa hii mechi kumetokea na maafa kama hayo. Kuna ndugu yetu amefariki hapa, ndio tunakaa kikao kwa sababu sisi wote ni Yanga kama ndugu, tunajua tufanye nini. Asanteni sana. Okay, kama ulivyosikia, hiyo ni video ambayo imesambaa sana huko Instagram, ikiwa inaeleza maelezo ambayo yanasema kwamba shabiki wa Yanga alikuwa ameegemea nguzo na amefariki hapo hapo, na alikuwa amekuja kushuhudia mtanange kati ya Yanga na Simba, ikiwa ni dabi ya Kariakoo. Sasa ikumbukwe kuwa mechi hii iliahirishwa mapema leo baada ya taarifa kutoka TFF na bodi ya ligi kutangaza kuwa hakutakuwa na mechi hiyo kutokana na sababu ambazo zimeelezwa wazi kuwa baada ya klabu ya Simba kuzuiwa kufanya mazoezi yake ya mwisho katika uwanja wa Benjamin Mkapa, basi klabu ya Simba ilitoa taarifa ya kuahirisha ama kutokushiriki katika mechi hiyo. Na hivyo baada ya tamko hilo ilitakiwa basi wananchi na mashabiki wote ambao walikuwa wamefika katika uwanja wa Benjamin Mkapa kurejea nyumbani. Lakini ilikuwa ni tofauti kwa klabu ya Yanga ambayo iliendeleza utaratibu wake na kusema kuwa yenyewe itapeleka wachezaji uwanjani na itafuata taratibu zote kwa sababu haitambui taarifa ambayo ilitolewa. Na kwa sababu hiyo mashabiki pia wa Yanga waliendelea kuisubiri timu yake pale uwanjani, na hivyo walikuwepo wakisubiri kuona wachezaji wake wakiwa wanaingia uwanjani. Katika kusubiri huko mashabiki wa Yanga, basi ndo tukio kama hilo la shabiki mmoja wa Yanga kujikuta katika kadhia hiyo ya kupigwa na shoti ya umeme alipokuwa ameegemea nguzo, kwa mjibu wa taarifa ambayo inasambaa katika mitandao ya kijamii. Na ikumbukwe kwamba mechi hii ya Yanga na Simba ambayo ni dabi ya Kariakoo imesogezwa mbele, ambapo TFF na bodi ya ligi wamesema kuwa watataja tarehe nyingine ambayo mchezo huu wa Simba na Yanga utachezwa, huku Yanga wakionyesha wazi kwamba hawako tayari kwa ajili ya tarehe nyingine, na hivyo wao walikuwa wamejiandaa kwa tarehe ya leo ikiwa ni tarehe 8 mwezi Machi 2025, huku Simba ikionekana kufurahia maamuzi hayo ya TFF na bodi ya ligi kwamba ni ushindi kwao, kwa sababu kitu ambacho walifanyiwa kilikuwa sio tukio la kiungwana kama ambavyo waliainisha katika barua yao ya malalamiko na taarifa kwa umma. Na hivyo kufanya basi pande hizi mbili Simba na Yanga kuwa na msuguano mkubwa kuelekea mechi hiyo ambayo imeelezwa kwamba itatangazwa wakati mwingine. Sasa kupitia Fun Facts nikaona nikusogezee hii ili tuweze kushare kwa pamoja kwamba kuna tukio pia limetokea huko katika harakati za kushangilia klabu ya Yanga. Hivyo Yanga ikawa imeondoka kwa masikitiko makubwa. Hii ni Fun Facts na mimi ni Mtusafi AK Mtpo. Usisahau kusubscribe, kulike na comment, lakini pia usisahau kushare na wengine, na hapo utakuwa umefanya vizuri sana. Bye bye kwa sasa, tukutane wakati mwingine. Kwaheri.